mimi leo hii ilikuwa ni siku maalum kwangu, siku ya kumbukumbu ya maisha yangu na kuanza safari yangu ya ubunge. Kwa hivyo nilisema niitishe viongozi wote wa dini, kwa maana dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo katika kata zote 19, lakini sikuishia hapo, nimewaita wazee wa wilaya hii ya Ilemela kujumuika pamoja nasi. Lengo ni kubwa, ni kupata dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini ili nitakapoanza majukumu yangu ya kibunge, kwa maana kwamba Januari hii tunaanza vikao vya bunge rasmi. Kwa hiyo ni lazima nijikabidhi mikononi mwa Mungu. Safari yangu hii ndio safari ya kwanza, mimi ndio mbunge mpya. Kwa hiyo ni lazima kabla ya kuanza majukumu yangu, nilisema ni lazima kwanza tuanze na Mungu. Kwa sababu wakati wa kampeni tulianza na Mungu, tukamaliza na Mungu, tukapata ushindi wa kishindo. Na sasa tunapoanza majukumu yetu ya kibunge ya kutumikia wananchi, tumesema hatuna budi kuhakikisha tunaanza na Mungu ili safari yetu iweze kuwa salama. Tunaamini jambo lolote bila kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele haliwezi kufanikiwa. Kwa hivyo sisi kama viongozi nyuma yetu, pamoja na kuwa na support ya wananchi, lakini mtu wa kwanza wa kumwangalia ni Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha safari yetu inakuwa ya matumaini, safari yetu inakuwa haina vikwazo. Kwa hivyo jukumu lililotukutanisha hapa ni kupata dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini, lakini kupata baraka kutoka kwa wazee. Tunaruhusia, tunamtakia kila la heri atakaye imara katika wilaya yetu ya Ilemela. Aisimamie vizuri kwa matatizo yaliyopo, mashida yaliyopo. Mwenyezi Mungu amwezeshe inshallah. Na kutakia kila la heri. Sisi tunaruhusia uende ukakae imara, usiwe na hofu. Sisi huku tukikaa kwenye swala la kamili za kwako, tunakuombea dua. Tunasema Mwenyezi Mungu mjalie kijana huyu. Mpe ndio mazuri na yenye heri. Wala usiwe na wasiwasi sana. Tunakuombea heri. Tuko na mashehe wetu, tuko na makatibu. Tutaongezea tena. Kwa majina yangu naitwa Samson Abel. Ni mtu ambaye nimeteuliwa na mwenyekiti wangu hapa kama kamanda wa mabodaboda. Asanteni sana. Tunamshukuru mbunge wetu, bado anatushika mkono na vile vile bado anataka atupe leseni. Maana mimi najua kuendesha lakini leseni sina. Akasema usijali, nitakupa nafasi nzuri. Tunamshukuru sana kiongozi wetu na mashehe na wachungaji na maaskofu, na kuna mama mmoja wa Kiislamu amesali sala nzuri sana. Na pia shukuru sana, aendelee kutuombea vyombo vya moto. Nikimaliza tu nakushukuru Baba Mfalme Amani, tunakushukuru kwa ajili ya mbunge wetu. Asante kwa sababu sisi ni mabodaboda, naye Bwana umemteua kwenye hili eneo ili atuwezeshe sisi vijana, wamama, watoto na wababa. Zaidi ya yote Bwana ukampe hekima ya kujali watu na wajane na yatima na wote ambao wana mahitaji na mioyo ya kunung'unika. Baba, sio kwamba yeye ataweza sana, atafanye kwa sehemu yake, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amen. Mstari wa Methali 14:34 inazungumza kile kipengele cha haki huinua taifa. Jamii ya watu hawa ambao wako hapa ni viongozi, chini yao na watu wengine, watumikie kwa haki. Ukitumika kwa haki, hakuna hamasa ya amani. Kila mmoja akipokea haki yake atakuwa na amani. Kwa hiyo ni kuombe haki iwe mbele, amani itapata. Watu hulalamika, kupiga kelele kwa sababu hawatendewi nini? Haki. Kwenye ofisi za ardhi kuna shida, mahospitalini kuna shida, TRA kuna shida, kwenye taasisi mbalimbali kuna shida, na wakati mwingine wanaangaliwa watu, huyu ndiye tumsaidie. Wengine ni wazee hawajaliwi, wasio na ndugu hawajaliwi. Wewe wafanye watu wa jimbo la Ilemela, watu wa mkoa wa Mwanza kuwa watu wako.